Wahenga hunena siku ya kufanyani miti yote huteleza. Pengine msemo huo waweza kuakisi kile kilichotokea leo hii wakati wananchi Yanga rekodi yao ya kutopoteza mchezo msimu huu ilipofikia ukingoni baada ya kufungwa kwa mabao 3-2 na wenyeji wa mchezo wa leo Dodoma Jiji kwenye uwanja unaotumia kama wa nyumbani wa Airtel pale mkoani Singida. Ni katika mechi ambayo Yanga walifanya mambo mengi kwa usahihi, lakini makosa waliyofanya katika kutotumia kwa usahihi nafasi za kufunga, lakini pia kujichanganya katika kuzuia kukawafanya wapoteze mchezo huu kwa mabao 3-2. Hilo linatokana na ukweli kwamba katika mchezo huo mpaka kufikia dakika ya 90 ya kwenye ubao, Dodoma Jiji ambao ni washindi wa mchezo wa leo walikuwa wamepiga mashuti mawili tu, moja kipindi cha kwanza na lingine kipindi cha pili, huku kukiwa hakuna shuti lolote la kulenga shabaha kufikia dakika ya 90. Lakini dakika hiyo ya 90 plus Dodoma Jiji wakapata bao ambalo lenyewe lilikuwa la pili kwao. Ni kwa sababu bao la utangulizi la kwao lilifungwa katika kipindi cha kwanza dakika 29 kutokana na kujifunga kwa nahodha wa Yanga Bakari Nondo Mwamnyeto katika dakika hiyo ya 29, na hivyo halikuwa shuti la kulenga shabaha kwa sababu wapinzani walijifunga. Kwa hiyo katika dakika 90 plus mchezaji bora wa mchezo wa leo Mwana Kibuta alifunga bao ambalo liliwafanya wawe na mabao mawili, lakini dakika 90 plus 6 kwenye kuelekea mwishoni mwa mchezo, maana mwamuzi alikuwa ameongeza dakika 5 kufidia muda uliopotea kwa sababu mbalimbali, Dodoma Jiji wakafunga bao la ushindi ambalo hili liliwekwa wavuni na mtokea benchi Waziri Junior ambaye ni mchezaji wa zamani wa Yanga. Ndio matokeo yake wakaondoka na ushindi wa mabao 3-2, huku mabao ya Yanga yote yakifungwa na Alan Okello alicheza vizuri sana. Yanga katika dakika ya pili tu ya mchezo walifunga bao la utangulizi kupitia kwa Alan Okello akitumia vyema cross kutoka kwa beki wa kulia Kwasi Atula yao, lakini katika dakika ya 29 ndipo Dodoma Jiji wakafunga bao lililotokana na kujifunga kwa Bakari Nondo Mwamnyeto OG. Kwenye dakika 41 Yanga wakafunga bao la pili ambalo lilifungwa kwa mara nyingine tena na mchezaji wa kimataifa kutoka Uganda Alan Okello, na hivyo kuifanya Yanga iende mapumziko kiongoza mabao 2-1. Wakati kienda mapumziko, Yanga ilikuwa inaongoza kwa umiliki wa mpira kwa kiasi cha 57% kulinganisha na 43% za Dodoma Jiji. Ni katika kipindi cha kwanza kinakamilika, Yanga walikuwa wamepiga mashuti 4, kati hayo mawili yamelenga shabaha, yote kamba. Dodoma Jiji wakipiga shuti moja lililokwenda nje, lakini wakipata bao moja kutokana na kujifunga kwa Bakari Nondo Mwamnyeto. Kipindi cha pili Yanga waliendelea kufanya kile walichokifanya kipindi cha kwanza, umiliki zaidi wa mpira, kufika zaidi katika eneo la mwisho, kufanya majaribio mengi, lakini kilichoangusha ni pamoja na kutotumia vyema nafasi walizozipata, ikiwamo katika dakika ya 69 wakati mshambuliaji wake kinara alianza kikosini kabla ya kuja kutoka katika dakika 86. Prince Pumelo Dube alipotoka aliingia Laurindo Depo katika dakika 86. Kwenye dakika 69 Dube alikosa bao la wazi akiwa yeye na golikipa Daniel Mgore wa Dodoma Jiji. Lakini Dube alipoteza nafasi nyingine tena kwenye dakika za 80 yeye na Daniel Mgore, lakini safari hii Mgore ndiye akimwathiri Dube kwa kucheza mpira ambao hata hivyo Dube kwa kawaida kwenye eneo hilo huwa anafunga. Leo dakika 69 alipaisha akiwa karibu kabisa na lango yeye na kipa, kiasi ya kwamba aliwastaajabisha wengi uwanjani, lakini hata yeye mwenyewe alijishangaa. Lakini ni katika kipindi cha pili ambacho mabadiliko kadhaa yaliyofanywa na mabenchi ya ufundi Dodoma Jiji chini ya Amani Josia, waliowabadilisha ni pamoja na alikuwa mshambuliaji wao kinara Faraji Kayanda akatoka na badala yake akaingia Waziri Junior. Katika dakika hii ya 69 ambayo Dube alikosa goli akaingia Waziri Junior, lakini aliingia mchezaji mwingine wa Yanga ambaye ni Dickson Ambundo. Wakati huo alikuwa ametoka Idi Kipagwile, miongoni mwa mabadiliko ambayo alikuwa ameyafanya. Lakini vile vile walimuingiza Beno Ngasa katika kipindi hicho cha pili katika kuongeza kasi kwenye kushambulia, lakini ni Dodoma Jiji ambayo tangu kipindi cha kwanza walikuwa kizuia zaidi kutokea chini, na kipindi cha pili waliendelea na nidhamu hiyo wakiwa na golikipa Mgore. Miongoni mwa walinzi wao walikuwa ni Augustine Nsata, alikuwepo Andy Bikoko, viungo wao Nelson Munganga, Salmin Dihoza, viungo ushambuliaji akina Idi Kipagwile alikuja kutoka na kuingia Mbundo, alikuwepo Mwana Kibuta alikuwa mchezaji bora wa mchezo, alikuwepo striker Faraji Kayanda alikuja kutoka na kuingia Waziri Junior, lakini vile vile alikuwepo Gadiel Michael beki wa kushoto,
kwa kiasi kikubwa walikuwa wakizuia zaidi. Huko Yanga golini alikuwa Djigui Diarra aliyekuja kutoka sehemu ya mabadiliko ya Yanga kuingia kwa Hussein Masalanga, lakini vile vile walikuwepo Kwasi Atula yao beki wa kulia, beki wa kushoto Shadrack Issa Kaboka, katikati Ibra Baka na Bakari Nondo Mwamnyeto. Kwenye eneo la kiungo Yanga leo hii walianza na Mudathir Abbas, alikuwepo na Dzuke Oga Abuya. Viungo wa ushambuliaji alikuwepo Alan Okello, Maxim Pia Nzengeli, Peudo Pako Mzuzwa na Prince Mpumelelo Dube kama mshambuliaji kinara, ingawa kwenye mkaratasi ilionekana washambuliaji wawili, yeye na Okello katika mfumo wa 4-4-2 baada ya golikipa. Lakini mabadiliko katika kipindi cha pili yaliwanufaisha zaidi Dodoma Jiji kwa sababu ndipo wakapata mabao mawili kuelekea mwishoni mwa mchezo. Lakini mpaka mechi inakamilika Yanga walimiliki zaidi mpira, lakini Yanga walikuwa wamepiga mashuti mengi zaidi kuliko wenyeji mechi nzima walikuwa wamepiga mashuti 4, kati ya haya mawili yamelenga shabaha na yote alizaa mabao yale waliopiga katika dakika 90 plus. Yanga mechi nzima walipiga mashuti 14, 7 on target, lakini kati ya hayo wakifunga mabao mawili, 5 yakichezwa kiufundi na golikipa Dodoma Jiji Daniel Mgore. Mwisho wa siku Dodoma Jiji mabao 3, Yanga mabao 2. Ni kipi kiliwabeba Dodoma Jiji mpaka kupata ushindi? Tulivu katika kutekeleza mipango kazi ya mwalimu Amani Josia, kwamba hata pale walipokuwa wakishambuliwa zaidi hawakupaniki, waliendelea na mpango kazi wa kuzuia zaidi kutokea chini, kushambulia kwa kujibu. Lakini pia golikipa wao Mgore alikuwa kwenye kiwango bora. Lakini kilichochangia pia ni pamoja na Yanga ufanisi wao katika kutumia mipira ya mwisho. Walipoteza nafasi kadhaa za wazi, ukiwamo mfano aliotoka kuutoa. Lakini kingine, kujichanganya kwa majukumu ya kiulinzi wachezaji wa Yanga. Nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto alijifunga katika tukio ambalo kwa kawaida huwa kwa utulivu kabisa anauosha mpira ama anautuliza na kufanya maamuzi, akajifunga. Lakini pia kujichanganya tena kwa Bakari Nondo Mwamnyeto na golikipa aliyetokea benchi Hussein Masalanga kukamfanya Mwanakibuta afunge bao la pili la Dodoma Jiji kwenye dakika 90 plus. Halafu mwishoni Yanga wakakosa nidhamu katika kuzuia, kwa sababu walijiona wanastahili zaidi kushinda, wakawa wote wako katika eneo la pili la uwanja wakijaribu kwenda kutaka kufunga bao la ushindi kuelekea mwishoni mwa mchezo, jambo ambalo liliwafanya kwenye kuzuia abaki mchezaji mmoja tu ambaye ni beki wao wa kulia Kwasi Atula yao. Matokeo yake Dodoma Jiji walipounasa mpira, shambulizi la kujibu, Waziri Junior Shentemo 1v1 dhidi ya Kwasi Atula yao akampiga chenga vizuri na kwenda kumkabili golikipa Hussein Masalanga na kufunga kirahisi bao la 3 lililowapa furaha mashabiki wa Walima Zabibu. Pointi hizi zimewafanya Dodoma Jiji waongeze idadi yao za pointi kwa kuongeza pointi 3 zaidi, huku Yanga wakibaki sasa na pointi zao 54 baada ya kucheza mechi 23. Walipaswa wawe na pointi 69 endapo wangeshinda zote kama maximum points, lakini kuwa na pointi 54 manake performance yao, ufanisi ukizidisha kwa 100 hapa unapata around 78%, ambayo ni kushuka kwa ufanisi wa Yanga kwa kawaida, kwa sababu msimu uliopita mpaka mwishoni mwa ligi Yanga alipata pointi 82 kati ya 90 kutokana na mechi 30. Ufanisi ulikuwa ni around 91%, lakini leo hii wana performance ya 78%. Na kingine ni kwamba pointi atakazopata Yanga mpaka mwisho wa msimu endapo atashinda mechi zote 7 zilizobaki ni pointi 75. Watenezao wa jadi Simba hivi sasa wamecheza mechi 22, bado wa mechi 8. Wakishinda zote atafikisha pointi 73. Lakini miongoni mwa mechi zimebaki za Yanga kuhitimisha msimu ni dhidi ya Azam ambao mzunguko wa kwanza walitoka suluhu. Simba wamepata nafasi ambayo kama watashinda mchezo wao dhidi ya Mashujaa kesho pale Lake Tanganyika mjini Kigoma, maana yake watapunguza sasa tofauti ya pointi baina yao na Yanga, kwa sababu hivi sasa tofauti yao ni pointi 5. Yanga 54, Simba 49. Simba wana kiporo mechi dhidi ya Mashujaa ambacho kama watashinda watatimiza pointi 52 na tofauti ya pointi baina yao na Yanga kubaki pointi 2, kuashiria kwamba mbio za ubingwa bado mbichi. Lakini kipigo cha leo hii Yanga maana yake kimeashiria kwamba timu pekee iliyokuwa haijapoteza mchezo msimu huu tayari imeshadondosha pointi. Ndio, lakini sio hilo tu. Yanga mara ya mwisho kupoteza mchezo katika ligi kuu Tanzania bara ilikuwa ni katika mechi ya 10 msimu uliopita, wakati walipofungwa na Bora United na Azam katika mechi ya 10. Matokeo yake mechi 20 za msimu uliopita Yanga hawakupoteza mchezo, walishinda mechi 19, suluhu 1 dhidi ya JKT Tanzania. Wakamaliza ligi wakiwa mabingwa mara ya 4 mfululizo, na msimu huu kufika mechi ya 22 Yanga ndio ilikuwa timu pekee haijapoteza mchezo kufikia leo kabla mchezo dhidi ya Dodoma Jiji. Lakini kipigo alichopata leo hii sasa hatimaye Yanga baada ya kupita mechi 42 za unbeaten
rekodi yao inavunjwa na Dodoma Jiji kwa ushindi wa mabao 3-2. Je, Yanga wataimarika vipi kuhakikisha mechi zilizobaki wanapata matokeo mazuri ili mwisho wa siku watoe ubingwa wa 5 mfululizo? Vipi wapinzani wa Yanga, Simba na Azam na wengineo wataimarika vipi huku wakiombea mabaya ya Yanga na hatimaye miongoni mwao kutoa ubingwa baada ya Yanga kufanya hivyo mara 4 mfululizo? Yote ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.